Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na kukuza umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni mfalme na wewe ni mwenye haki katika yote. Bwana tupatie, wewe ndiye mshindi. Tunanena utukufu na nguvu na mamlaka juu yetu mfalme, ni kwa sababu ya neema hiyo Bwana tupatie umetupa. Umetupa neno ndio tuweze kulisungumzia, umetupa neno ndio tuweze kulichambua mioyoni mwetu. Umetupa neno ndio liweze Bwana tupatie kutuongoza na hata kutufungua katika mambo yote. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya kazi njema na ya ajabu uliweza kutufanyia ndio tuweze kutoka katika hali zile tulikuwa tumefungwa na zile zilikuwa zinanena uchache na uduni katika maisha yetu. Sasa tuko katika neema kuu ile Bwana tupatie imepanuka kiasi ya kwamba mwanadamu anafurahia na anakuwa na amani ndani yake, ni kwa sababu ya pendo lako. Neno lako Bwana ni mahali hapa, na Bwana wetu Yesu Kristo tunaenda kulinena. Ninawaombea watu hawa Bwana tupatie kubarikiwa, kuinuliwa na hata kupanuliwa, kukumbushwa Bwana tupatie juu ya yote yale Bwana Mungu wetu inaofaa tuweze kuyajua, na maneno mamlaka yote ya giza, nguvu zote Bwana tupatie chochote kile kimesimama kinyume na mapenzi yako mahali hapa, kama vile neno linasema chochote kile hakijapandwa na wewe kitang'olewa. Ninasema sasa kiweze kung'olewa katika jina la Yesu Kristo, na kiweze kuondoka chini ya miguu yetu. Hapo ndipo tumekiweka Jehova, tuweze kuwa na mamlaka na nguvu na uwezo juu ya kila jambo katika ndani yetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo. Neno lako Bwana ninaomba likaweza kuwa Bwana tupatie na njia kwa watu katika ndani ya mioyo ya watu wengi, na watu wengi waweze kufunguliwa na kupokea haki, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Wakati huu nataka tuweze kuangalia Ephesians 1:6. Ephesians 1:6. Hakuna wakati Mungu alimwambia mwanadamu aweze kuwa huru. Haleluya. Na si mwanadamu, a Christian. Nasema nena juu ya Christian. A Christian. Hakuna wakati Mungu aliambia Christian aweze kuwa huru. Sababu hangesema tuweze kuwa huru, sababu hatukuwa tunajua kuwa huru ni nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika mambo yote yeye ndiye alikuwa anajua ni nini hiyo, na yeye ndiye angetuelekeza na kufundishe kuwa huru ni namna gani. Na ndio sasa mara mingi tunaona watu wanajifanya kuwa huru kwa njia tofauti. Kuna wengine hata wakisalimiana unakuta mtu ameinama anasalimia mtu anakuwa, yani mtu anajifanya kulingana na vile anataka. Ama ukienda mahali kuna watu wengi, mahali kunahubiriwa, kwanza unaondoa hiyo character, hiyo tabia. Na hiyo tabia inafaa kuwa, haleluya, tabia yako inafaa kuwa, kwa sababu huwezi ondoa tabia yako upende usipende. Hakuna wakati utaweza tabia yako kuiondoa. Hiyo ni sehemu moja yako katika maisha yako. Kwa hivyo vile tu uko katika tabia yako, hivyo tu Mungu ndiye anaenda akikufundisha vile utaweza kuwa mkamilifu. Na kwa yeye kukufanya mkamilifu, habadilishi vile ulivyo. Bwana asifiwe. Ndio mnatuona tuko kwake vile tulivyokuwa. Lakini wakati tu neno lake inaendelea ndani yetu, tunakuta kuna mambo tunabadilisha, lakini kuna mambo haibadiliki. Unashindwa kwa nini huyu mtu, kwa example sasa mbeleni ya huko unajua hata kushikanisha maneno mawili ama kumbili. Vile tu utakaa chini ya presence ama ya neema ya Bwana,
utajikuta katika hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Lakini si kusema tabia yako imebadilika. Haleluya. Sio kusema tabia yako imebadilika. Ati sasa unakanyagiwa hewani, unakuta watu wanajifanya, wanajibadilisha. Watu wanafanya mambo mengine haiwezi eleweka. Kwa sababu wanafikiria wanaweza jibadilisha, wanaweza kujifanya kuwa watu wakamilifu ama watakatifu. Haiwezekani kamwe. Ronana naomba usome Ephesians. Rudia tena. Ephesians 1:6. To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Bwana asifiwe. Ati Bwana ataweze kutukuzwa. Yeye ameweza kutupa neema katika nani? Katika yeye mpendwa. Mpendwa huyo ni nani? Christ Jesus. Hallelujah. Huyo mpendwa ni Christ Jesus. Kikuyu inatuambiaje? Na nigetha wega wake uria uiyuire riri ukumagio, o wega ucio atwitũrũrĩire na ũtana thĩinĩ wake we uria endete mũno. Ati hebu rudia tena na watu wasikilize, na hiyo maiki sisikii. Na nigetha wega wake uria uiyuire riri ukumagio, o wega ucio atwitũrũrĩire na ũtana thĩinĩ wake we uria endete mũno. Alitupeana kwa yeye yule anayempenda. Ni nani huyo alitupeana? Nani alitupeana? Sikiliza vizuri sana sentence. Wacha kujibu kwa sababu unajua, jibu kwa sababu umeelewa. Hallelujah. And to the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved. Nani huyo alifanya hiyo kitendo? Kunao wako katika Jesus Christ na kunao wako katika Mungu. Sasa ni nani yako katika nafasi ya kweli? Soma neno kwa kutambua. Soma neno kwa moyo wa Mungu. Wacha tena nisome. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Nani? Ati nani? Mungu ametupeana. Tumepeanwa. Nani ametupeana? Kwa yeye. Yeye nani? Kristo. Soma neno ukitaka, yaani kwa moyo wa Mungu. Nani alitupeana? God. Kwa nani? Kwa beloved his son. Bwana asifiwe. Mungu alitupeana kwa mwana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Tusisome neno kwa sababu tunajua kuna Kristo na kuna nini na kuna nini. Soma ndio uweze hata wakati unapoambia mtu uweze kumwelezea vyema, na ndio uweze kupatia ukiwa na mwelekeo mwema. Sababu wakati mwingine tunahubiri tuna confuse hata wale tunaambia yeye anaelewa, lakini hata unamfanya aweze kuwa confused 2 times. Sababu hapa anaona, lakini wewe unamwambia hivi vingine. Bwana asifiwe. Tulipeanwa kwa nani? Kwa mwana. Nani alitupeana? God. Kwa hivyo ni nani anasifiwa? Nani hapo anasifiwa? Mungu ama mwana? Yeye ni Mungu. Tunaambiwa tuinue kwa sababu yeye ndiye alitupatiana katika mwanae. Number 7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. Ati katika yeye huyo kwa damu yake twaona ukombozi wetu.
twaona ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Hallelujah. And in whom we have redemption through his blood. Ni nani huyo? Tumepokea redemption kumpitia Christ. Yule tulifanywa nini? Yule tulipeanwa kwake. Hallelujah. Wakati tulipopeanwa kwa Christ, tulipokea redemption. Kupitia his blood. The forgiveness of sin according to the riches of his grace. Kwa hivyo inasema ya kwamba the forgiveness of sin. Kwa hivyo kwa huyo alitupa redemption. Nini ingine tulipokea kwake? Forgiveness of sin, samaha. According to the riches. Kwa utajiri. Kwa hivyo huu utajiri unahusiana na mambo ya ulimwengu ama wa kiroho. Wa kiroho. Hii riches hakuna kitu inahusiana na mambo ya mwili. Hakuna kitu inahusiana na mambo ya magari, manyumba, fedha, kuwa na fedha nyingi katika bank, kuwa na mashamba makubwa, chakula nyingi. Hakuna kitu inahusiana na hiyo. Hallelujah, Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. According to the riches of his grace. Grace, neema. Neema ya kuonyesha ya kwamba kile neema ni kitu hakionekani na hakiguziki na huwezi kukitambulisha. Hallelujah. Pasipo kukitambulisha kupitia neno. Kwa hivyo huwezi sema nimepokea hii nyumba kwa neema. Hizi neema. Hii ilifanywa kazi. Kitu chochote kimefanywa kazi si neema. Bwana asifiwe. Amen. Kitu chochote kimefanywa kazi si neema. Na ndio neema wakati wa Old Testament hakuna neema ilitajwa. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu wakati wa Old Testament kilikuwa cha works. Kilikuwa kinatambulishwa kupitia kazi. Kwa hivyo wewe unataka kubarikiwa katika neema ya Bwana, uweze kuelewa na kujua ya kwamba neema ile unapokea sio ile unaweza itambulisha kwa kuonyeshana, kwa kuguza. Haleluya. Ama kwa kuona. Tuko pamoja? Yes. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vyema sana tuweze kuelewa na kutambua ya kwamba wakati Yesu alikuwa anaweka foundation watu waliiona. Foundation watu waliitambua kutokana na yeye Christ. Lakini wakati alitupa nafasi ya kusimama katika hiyo foundation, aliacha neema ikifanya kazi. Alipatiana neema ifanye kazi juu ya ile foundation. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo wakati ninapoangalia kwa mstari kuna kitu kimoja ninaona mahali pale tunaweza kutambua. Tukisema ya kwamba I am sanctified. Bwana asifiwe. Wewe ndiye uko na nafasi ya kuimba huo wimbo wa kusema ya kwamba I'm sanctified. Bwana asifiwe. I'm chosen. Hizo zote mnajua ziko katika hiyo Ephesians. I'm chosen. I'm washed. Hizi zote unafaa kuelewa. Hizi zote hakuna kazi yako. Na nenda kitu chochote kile sio kazi yako. Na kitu ya kwanza ni I'm sanctified. Ebu abia huyo mwenzako I'm sanctified. Bwana asifiwe. Mwambie I'm chosen. I'm washed. I'm accepted. In the beloved. Bwana asifiwe. Tumejeni ni nani ametufanya haya? Ni yeye. Nani? Christ. Yeye ametuosha, ametu sanctify. Yeye ndiye alituchagua, yeye ndiye alituosha, yeye ndiye alitukubali. Bwana asifiwe. Tuweze kuwa ndani yake. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Hapo hakuna kazi yako yoyote.
na akifanya hii kazi ndio iweze kukamilika. Ulikuwa wewe haujakamilika. Ulikuwa wewe ni kama vile tunaweza soma Ephesians 2:1. Ulikuwa umekufa. Ulikuwa umekufa. Kwa hivyo kwa sababu nilikuwa nimekufa, yeye ndivyo alikuja akaweza kunifanya nini? Kuniokoa katika kile kifo, kuniokoa katika ile mateso, kwa sababu nilikuwa mchafu. Nilikuwa mchafu. Maishani mwangu nilikuwa mchafu. Akakuja akanifanya nini? Akaniosha. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimekataliwa. Akakuja akanifanya nini? Yeye alinikubali. Akanipa nafasi ndani yake. Nilikuwa mtu tu, sikuwa na mpango, sikuwa ninakubalika katika jambo lolote, lakini alikuja akanichukua, akanichoose kwa wengi. Bwana asifiwe. Akaniinua, akanipa kibali hicho. Hiyo ndio mambo yale tunafaa kujua katika salvation. Hiyo ndio mambo yale tunafaa tena kujua katika kazi ya Mungu. Bereki tu kuwa na hiyo nafasi, lakini sasa tu ndani ya hiyo nafasi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Sasa ni kubaya kuliko bereni. Ni kubaya. Watu watakaa katika nafasi yao ya kutosheleka katika mambo zao. Lakini ni lazima mtu aweze kujua ya kwamba hata wakati wa Sodoma na Gomora kulikuwa kumeanza kama vile sasa kulivyo. Mimi sisemi ulimwengu unakwisha, lakini jiulize, kwa sababu ni lazima ukuishie kila mtu. Si lazima ukuishie kila mtu, hata kama hautakwisha wote pamoja, si ndio? Wakati huo utafika namna gani? First Peter. Haya ni mambo ya kumtia nguvu na kwenda kutafuta juu ya kutamani uweze kujielewa. First Peter 2. First Peter 2:9. First Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into the marvelous light. But called you, Bwana asifiwe. Amen. Called you out of darkness into his marvelous light. Kwa hivyo wakati tumesomewa, wacha nisome na Kiswahili. Biblia neno linasema, tembali ninyi ni mzao mteule, mkuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Bwana asifiwe. Tulikuwa katika giza, tulikuwa gizani, si ndio? Inataka kutuonyesha. Kwa hivyo tulikuwa gizani. Tulikuwa sisi si uzao, ulikuwa mteule, hatukuwa choose. Kwa hivyo tulikuwa ndani ya giza. Ni kama vile Genesis 1 inatuambia kwamba ati Genesis 1 inasema in the beginning God created heaven and the earth. Number 2 ndio niko na haja nayo. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Lakini niko na ninahitaji A. And the earth was without form and void and darkness. Kwa hivyo ndio huu mstari wa 9 ufike kutusimamia, ni kuonyesha kwamba mstari wa namba 2 ulikuwa umefanya kazi kutoka mwanzo. Bwana asifiwe. Kwa juu ya mwanadamu katika maisha yake. But you are chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, the peculiar people, that you should show forth the praises of him who had called you
yes, out of darkness into his marvelous light. Kwa hivyo tulikuwa katika, yani tulikuwa hatujakuwa chosen. Kiswahili inatuambia tulikuwa kuhani, tulikuwa hatujachaguliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulikuwa watu tu. Tulikuwa void. Tulikuwa formless. Tulikuwa darkness. Lakini akasimama kwenye mwanya, akaweza kutuchagua, akakuchagua wewe na akanichagua mimi. Nikawa a chosen generation. Nikawa royal priesthood and holy nation. Yeah, peculiar people, that you should show forth the praises of him. Bwana asifiwe. Uli wakati sasa wa kumtukuza. Uli wakati sasa wa kuonyesha kule tulitoka gizani. Ni kama Efesians 2:1. Vile tulikuwa tumekufa. Bwana asifiwe. Hebu tukimbie kidogo tu. Efesians 2:1. Sababu haya mambo kama haitajipanga ndani yako, utakuwa tu kama mtu wa ulimwengu. Yeah, and you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Hebu soma na Kiingereza hilo. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Nani ulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Bwana asifiwe. Tukitoka hapo, hebu tuingie hapo tu. Number 4. Ephesians 2:4. Ephesians 2:4. Kwani imepotea? 2:4. Ephesians 2:4. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. Yeah. But God, Kiswahili, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda. Bwana asifiwe. Mungu kwa sababu ya rehema zake alitupenda. Haleluya. Hebu tazama uone. Mistari haya yote tunayoyasoma, hakuna kazi yako. Hakuna kitu wewe umejifanyia. Bwana asifiwe. Hakuna kitu umejifanyia, ni rehema zake. Ni upendo wake. Yeye ndiye alikupeana. Haleluya. Yeye ndiye amekusamehe dhambi kupitia mwanae. Hakuna mahali umeambiwa tu. Hakuna mahali umeambiwa umeulizwa wewe ni wa dini gani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Number 5. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. Unaona? Yeah. At even when were dead in sin. Kwa hivyo tulikuwa wafu katika dhambi. Yeah. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha. Unaona, si tulikuwa wafu, lakini nani ametuisha? Yeye. Haleluya. Hakuna mahali amekwambia wewe fanyika kuwa mtakatifu. Yeye ndiye amesimama katika mwanya wa kukufanya. Bwana asifiwe. Si kazi yako kufanyika kuwa mtakatifu. Yeye ni kazi yake ya kukufanya, kukukamilisha. Na atakukamilisha mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Na shida wakati Mungu anatukamilisha, hanaga huruma. Abia mwingine hanaga huruma. Kwa sababu ni pendo lake la kukufanya vile alivyo, ama vile anavyoona unafaa.
kila kitu ni yeye. Hauna kitu ya kusema, lakini uzuri wake ni kwa pendo. Si unaona Ni kwa pendo. Haya yote anatufanya kwa pendo. Hakuna upendo wa ajabu sana katika maisha yetu. Kwa jambo lolote anataka kutufanyia. Haleluya. Na kuna mahali anakufanya kwa kuchukia, sababu alikupenda hata wakati ule haukuwa unajitambua. Wakati ule ulikuwa katika umekuwa utupu, ukiwa na giza. Haleluya. Alikupenda wakati ulipokuwa formless, darkness and Bwana asifiwe. Amen. Void. Alikupenda wakati huo. Kwa hivyo alikuwa anajua ni nani ninayebadilisha. Ni nani ninayefanyia kazi. Ni nani ninayependa. Hana nuru kamwe. Formless, void and Bwana asifiwe. Darkness. Kwa hivyo hakuna kitu unaweza mwambia hapa, Bwana umefanya hivi. Alikuwa anajua wewe nani. Alikuwa anajua mahali anakutoa. Bwana asifiwe. Alikuwa anajua mawazo yako. Hakuna kitu kizuri kilikuwa kinatoka ndani ya mawazo yetu. Tulikuwa wafu. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema, sio kwa kazi, sio kwa kujitahidi, sio kwa kuomba, sio kwa kuja kanisani mapema, na sio kwa kuchelewa. Hata ulikuwa hutakuja kanisani, ulikuwa haujaomba, ulikuwa haujajua Biblia, tuko pamoja, ulikuwa haujajua uimbaji, yeye akaamua kukutenda mema. Ulikuwa hujajui. Saa ingine naona tukirijiringa, hata wakati mwingine sasa saa ingine ninalala, ninakosa kwenda kutimiza yale ninafaa kuyatimiza. Nikijifikiria ninaona ndemodomoke mno ni mtu mjinga sana. Sababu sitambui. Naona kama ni lazima ifanyia ni kama nikupenda kwake yeye mwenyewe ndio niweze kuwa mahali vile nilivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Sio kwa mapenzi yako, ni kwa yeye kujipendea, kujiamulia, kujichagulia. Akukamilishe uweze kuwa mtu wa kupendeka, mtu wa kukubalika, mtu aliye na sura na ulikuwa formless, mtu aliye na kitu na ulikuwa void. Bwana asifiwe. Ulikuwa tupu. Ndani yako hakukuwa na kitu chochote kile. Ulikuwa bure. Hata tulikuwa namna gani? Tulikuwa bure. Tulikuwa takataka. Lakini akatutafuta, akatuita, akatuchagua kwake, akatusafisha yeye mwenyewe kwa mikono yake, pasipo wewe kujikumuda. Hivyo ndivyo alifanya Adam. Wakati Adam alifanya dhambi, na wakati Mungu alienda kumtafuta kwa sababu hakutaka Adam aweze kuadapt hiyo tabia ya kisetani, alienda haraka kwenda kumtafuta. Na wakati alipoenda, alienda akamkuta mahali pale walikuwa wamejificha. Bwana asifiwe. Haraka Mungu alikuwa na ngozi, ama akachukua mwana kondoo akachinja. Nani alichinja? Hakuambia Adam nishikieni. Namba 2, wakati alipowakuta ndio wafunge, hakuwaambia jifungueni hiyo mavazi mko nayo ya majani. Soma Biblia muone. Yeye mwenyewe aliwafungua. Kwa hivyo ile uchi walikuwa wanafunika isionekane, Mungu aliwafungua kwanza. Haleluya. Ndio awafunge. Hata hakuambia geuka, alikuwa anasumbuka na hiyo
walikuwa wakiwafunga vizuri, kwa sababu hakutaka kitu chochote wataweza simamisha mbele zake ati wamefanya. Haleluya! Kwa hivyo tulikamilishwa from the beginning, kutoka kwa Adam alitukamilisha. Urembo ulionao sio wewe umejiweka, umejitoa. Uzuri ulionao, wema ulionao. Biblia inauliza, sijui kama ni kitabu ya Mathayo inauliza ya kwamba, sijui kama ni ya Corinthians, nini ulionayo? Corinthians inasema ni nini uko nacho, sio cha kupewa. Nikimina kiotahe hiyo, nini ulicho nacho sio ya kupewa. Haleluya! Kila kitu nilicho nacho ni cha kupewa. Haleluya, Bwana asifiwe. Kitu chochote niko nacho hapa ni cha kupewa. Neema nimepewa. Sanctification nimepewa. Bwana asifiwe. Kuwa chosen nimepewa. Kuwa holy nimepewa. Bwana asifiwe. Hakuna kitu chako. Kwa hivyo ikawa ya kwamba watu wengi ama kanisa nyingi, na hapo ndipo tulitoka, tulifikiria Mungu anatuambia tuweze kuwa holy. Watu wengi wanafikiria Mungu aliwaambia waweze kuwa holy, na ni kwa mstari fulani. Hebu first Peter, hebu fungua first Peter. First Peter 1. First Peter 1:14. First Peter 1:14. As obedient children, not fashioning yourself according to the former lust in your ignorance. 15. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. 15. Kwa mstari wa 15 nataka uangalie. Kiswahili inasema, atibali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Bwana asifiwe. Si unasikia vile inasema kama ametuambia tuweze kuwa watakatifu. Etiwa Mama Samu zamani alikuwa inasema hivyo. Sasa watu walichukua hiyo nini? Hiyo nafasi wakafikiria hivyo ndivyo Mungu anataka. Soma. Ede kuona ati uria wa mwitire ni mutheru, ona gituikai atheru thigirine yanyu yothe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Atendaji iweni watakatifu katika mienendo yenu yote. Wewe unaweza kuwa mtakatifu aje? Unaweza kuwa mtakatifu aje? Niambie wewe sasa ukifanya nini? Isipokuwa tu ile tabia tulikuwa nayo ya kuomba sana, kufunga, si ndio? Na kutubu, na kutenda mambo mazuri mema, na kuwahurumia watu. Si ndio? Hiyo tulikuwa tunafikiria ndio kuwa holy na kuwa mtu yake. Ati mienendo yenu yote iweze kuwa kamilifu, mema. Hapana. Yeye alinena, aliani kulingana na yeye alisema, kama vile nilivyo hivyo ndivyo mtakuwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alinena vile alivyo hivyo ndivyo. Nani amefanya uweze kuwa hivyo? Kuna kitu tumeandikiwa hapa, usiibe, usisini. Usikule na muhahe. Kuna kitu ametuambia, kanyaga hivi pole pole, ukisalimia mtu inama. Yeye ndiye alikuwa anajua utakatifu ni nini, kuwa holy ni nini, na akasema kama vile yeye alivyo. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile mimi nilivyo hivyo ndivyo mtakuwa. Bwana asifiwe. Kazi yake ikaanza
tumesoma wote. Tulikuwa utupu ukiwa na giza, si ndio? Yeye akasema kama vile nilivyo, hivyo ndivyo mtakuwa. Kweli na akasema kweli. Haijali kwa kitu. Bwana asifiwe. Iweni watakatifu. Akasema iweni watakatifu kama vile yeye ni mtakatifu. Haleluya. Lakini hakuna direction amekupa ufanye. Bwana asifiwe. Hakuna. Ni wewe sasa ukae, kwa sababu haujui kuwa mtakatifu ni namna gani. Yeye afanye kazi yake. Bwana asifiwe. Amen. Iweni watakatifu kama vile yeye alivyo mtakatifu. Kwa hivyo kusema kwake hivyo tumefanyika ama hatujafanyika? Yes. Hivyo tu kunena kwake tukawa. Hivyo tu kunena kwake dhambi zenu na uwazi wenu haitakumbukwa tena milele. Tukawa. Nini alikwambia ufanye ndio dhambi ziondoke? Hakuna watu wa Mungu. Hakuna kitu alisema kama hivyo. Atifanyeni hivi, mbatizwe. Ubatizo ule tunanena juu yake, wa kwanza ulikuwa wa sheria, wa kazi, si ndio? Ubatizo wa kwanza wa John the Baptist ulikuwa wa kazi, na ni lazima John the Baptist angefanya kazi, afanyie watu kazi mpaka yule alikuwa amesimamishwa aje. Na wakati alipokuja, hiyo neema ya Old Testament ama hiyo kazi ya Old Testament ikakwisha. Tukaingia katika another chapter. Na wakati tulipoingia katika another chapter, hapo kazi ya mwanadamu yote ikakwisha. Matendo yote ya mwanadamu ikakosa kazi. Sheria tulikuwa tunaoifuata ilikuwa imewekwa, na ninafurahi sana wakati, kwa sababu hata hiyo sheria ilikuwa imepeanwa. Hata haikuwa imepeanwa watu wafanye. Lakini kwa sababu watu ni wakujiambia, ndio unaona walijiambia kutubu. Walijiambia tuseme nyuma ya. Tusemeni nyuma yangu. Ni wapi mnaona kumeandikwa atisemeni nyuma yangu? Nani alitoka na hiyo kikitu? Ni mwanadamu. Alitoka na hiyo kikitu na hakiko kwa maandiko. Semeni nyuma yangu. Bwana Yesu, ni wapi mnaona mitume wakisema? Ni wapi mnaona Kristo aliwaambia waseme? Haleluya. Watu wakasimama katika kujitolea taifa. Bwana asifiwe. Ni wapi mnaona mitume walitoa taifa? Ni wapi mnaona Yesu alitoa taifa? Unajua wakati unafunguliwa masikio ya kiroho, rudi katika maandiko msome vizuri. Tunafaa kufanya. Yesu aliambia mitume, nimemtuma mwende mkayafundishe yale yote nimewafundisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile mitume hawakufanya, kile Paulo hakufanya, kile mitume hao wengine 12 hawakufanya, kile Yesu hakufanya, hatufai kufanya. Tunafaa kutujue hata kama kiko katika nafasi ya Old Testament. Na kwa sababu mama Alex, sisi sio wa Old Testament, sisi ni wa neema. Bwana asifiwe. Tutaandamana na nini? Na vile neema ilivyo. Neema ilikuwa give freely, yani peana tu kwa sababu haya ni wote ni yale tumefundisha. Simama katika neema. Hebu niulize, kuna mahali umeona akina Ana hata kwa Ana nao Maria na nani mwingine na Susana? Ni wapi umeona wameambiwa Susana toweni? Leteni time. Ni wapi?
Ni wapi mmeona yani Yesu amewaambia inueni kazi ya Mungu? Ni wapi? Lakini kwa matendo makuu ya Mungu yale walifanyiwa katika kazi ile Yesu alifanya, wakati waliona wakasimama katika moja, wakainua kazi ya Bwana. Haleluya. Wakawa nani wa Yesu? Partners. Wakawa partners wa kazi ya Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuweze kutofautisha Old Testament na New Testament. Na ukikosa kutofautisha, utakaa kama au watu tunaita wale mapirate wanaitwaje? Nenda watu wasema kwa manyi takado maka. Masababu. Bwana asifiwe. Tutakuwa watu wa kunyanyasa kazi ya Mungu. Kwa sababu sio usimame katika maombi unanyanyasa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Tena wajinyanyasha mwenyewe. Na ukiulizwa, Mungu mimi niliomba na Mungu sioni kama. Lakini kwa sababu ulitendewa kitendo unafikiria yote itakuwa kama Asa. Mwanenga leo mwananga inyoe siana. Mungu anajua watoto. Na watoto watawafuatilia mpaka waweze kufika katika utu uzima. Lakini mtu mzima wa kujifanya ni mtoto, huyo anajulikana. Haleluya. Sasa kwangu Ronani yuko pale, Wamerui yuko pale, Jehidani yuko pale. Nikute kumeshika. Kumeharibika mahali. Nani kwanza nitauliza? Lona mambo haya yote imefanyika ukiwa wapi na wewe? Tunaona kama wewe ndio uko na akili, wewe ndio mtu mzima. Naona kinaya na ndio unapenda miaka yao. Unaona kama tale na mimi. Na nitwebeba. No hali ya kwenda hapo. Tondo niwe wapi kama mwana anatiguo. Yeye amejifanya mtoto, watoto ndio wanaonekana ni wazima. Na ndio unaona watoto wakati mtu anaingia katika wokovu anakuwa na moto katika hiyo neema. Lakini wakati ule mtu amefikisha miaka yake anahesabu miaka. Kwa kwanza tukiwa tuna Lydia, pili, Lydia, watatu, Lydia. Bwana asifiwe. Kila unahesabu ni cha kukutoa katika wema na neema. Bwana asifiwe. Miaka hiyo katika Lydia, ni uko na katoteida ya Lydia na Agai. Hakuna kitu chochote unanifanyia na hakuna kitu chochote unafanyia Mungu. Wewe ndiye unajifanyia. Ukweli ama si kweli? Mwana ni arogosho. Hata mimi niko hapa ndio nijifanyie. Na wewe uko hapo ndio ujifanyie. Mungu hakuna kitu anahitaji kwako. Wamaidas. Hakuna kitu Mungu anahitaji kwako. Mungu anahitaji tu utii. Kitu moja tu, tii. Kitu ya upumbavu unaona pasta anakisema tii. Lakini watu wengi hata kuna wakati mtumishi wa Bwana anaweza ongea. Wewe ukara. Ndio pasta mwana kiawana. Zekana mwagebeka. Haleluya. Zekana alele. Wanaosio niko watu ndio sokanelelio hao. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini kutii watu wanapenda tu kuponya, si ndio? Wacha nikwambie kutii kuna uchungu. Na ndio unaona hata ndoa nyingi watu hawakai. Sababu kuna mmoja hataka kutii. Watoto wanaona kama wazazi hawaunderstand kwa sababu mtoto hataki kutii.
Kutii kuna uchungu. Gutia kwirwo ona kwenda kwirwo. Hallelujah. Na ndio unaona ni amri in New Testament. Wacha Old Testament. Siko huko, niko ndani ya New Testament. Imeweka ikiwa amri. Ni amri pia. Na pia kero enda. Tobikeni sio kitu kimeunganishwa na wewe. Ni kitu hakiwezi patikana kwa mmoja wetu ulimwenguni. Hiyo ni kitu yeye mwenyewe ndiye anaweka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Hebu msalimie, mwambie tuko pamoja. Wewe unasikiaje? Muulize unasikiaje? Ndio mmoja ndio ulikuwa leo nyingi. Ndio moyo najua unasikia kama mambo mengi, lakini sasa unasikiaje? Wewe wapi? Mwenye niwe gote ya kweli. Kutii kuna uchungu, mwambie hivyo. Kutii kuna uchungu. Na kutii ndio kulifanya Adam and Eve waachane na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kutii ndio kulileta shida katika Eden. Kutii. Walidisobey. Kwa hivyo disobey iko Old Testament na New Testament. Raha. Hawakupenda Mungu wao. Kwa hivyo elewa, kutii una uchungu. Kwa hivyo tii. Hallelujah. Amen. Hiyo kutii, sababu kuna uchungu. Na ukimangana nayo itafanya uweze kuharibu mambo mengi sana. Na huku kutii ndio tunanena juu yake ya kwamba uamini yeye aliyekuchagua. Mtii. Wakati unapompinga ama unadisobey, ni kuonyesha ya kwamba wewe ndio umejifikisha, unaonyesha wewe ndio umejifikisha. Yaani wewe ndio umefanya ufike mahali umefika masi. Hallelujah. Amen. Umejifikisha. Mungu hatuambii tuweze kujaribu kuwa holy. Na usijaribu kuwa holy. Usikaweza kujaribu kuwa holy. God is not asking us to be holy. Ama kujaribu kuwa holy. Wacha. He is telling us that what are already are. Ati anatuambia vile tayari yeye alivyo. Bwana asifiwe. Anatuambia vile tayari ati be holy. Anatuambia vile tayari tu yeye alivyo. Hallelujah. Hivyo ndivyo yeye anatuona. Lakini akwambii atafanya hivi. Nena hivi. Hallelujah. Amen. Jibadilishe hivi. Saidia watu na hii style. Faa hivi. Bwana asifiwe. Amen. Nafikiria juu wakati mwingine nafikirianga juu ya wazazi wetu, our fathers, hawa sasa mababa, yale tunaita mababa, wale walikuwa hapo mbeleni. Vile wanatakaga watu wao. Si unaona? Haiwezekani utangamana na nani ataumia? Ni wewe. Time itajileta
Using'ang'ane kitu. Kaa chini, sikiliza neno. Bwana asifiwe. Kaa chini, sikiliza neno. Mabadiliko yatajileta yenyewe kulingana na vile yeye mwenyewe anavyotaka uwe. Sio vile unataka. Utarefusha nguo kwa sababu umeokoka. Ukikaa miezi 5 ama miaka 3 ukuje utukute ni wewe umeivaa wapi? Sababu wewe ulifikiria ni kazi ya nani na imekulemea. Haleluya. Amen. Unaona watu wanaamkaga na mioto katika kazi ya Mungu ya kuhubiri. Mioto. Unakuta yule mtu hata hajui vile alianguka. Na sio kwa yani aliacha. Mioto. Bwana asifiwe. Wacha. Pole kaa chini. Wakati ndio unajileta. Kila kitu inajileta. Lakini ujue, ukifika alafu ung'ang'ane, wacha nikufungue hapa. Ukifika alafu ung'ang'ane, haleluya. Ukifika alafu ung'ang'ane, utatapikwa na mbuga tena. Tuwe ministry tena. Ni kama hii ministry. Hii ministry itakutapika. Tuko pamoja? Na unaelewa kutapikwa namna gani? Kutapikwa ni namna gani? Eti mtu mmoja ana mmoja. Itakutapika tu. Kwa sababu moyo wako umefika katika nafasi ya kuwa disobey. Wakati walidisobey walitapikwa na Edeni hawakutapikwa. Walitapikwa na Mungu hawakutapikwa. Bwana asifiwe. Neno likasema wakati walipokuja walijifanya kuwa wenu. Haleluya. Lakini hawakuwa wenu. Walimwacha kwa nini? Neno Biblia ndio inauliza. Kwa nini walimwacha? Kwa sababu hawakuwa wenu. Haleluya. Kwa hivyo usiwe na hiyo mshangao. Walikuwa 72, wakabaki wangapi? 12. Kwa hivyo wacha mshangao, wacha kukibishana na mambo yale unataka. Kaa chini, kubali kuongozwa. Toka ende ukapate biashara yako. Bwana asifiwe. Sababu uking'ang'ana ama ufike katika kiwango ya kusikia uanze kung'ang'ana, unakutapikwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu chapter 1 ya kuadhibika inakwambia kwamba be holy kama vile yeye as he is holy. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ile kuwa holy sio kazi yako. Vile ametamka ndivyo amekufanya. Vile ametamka ndivyo amekufanya. Na tena sikiliza, haijalishi wewe umetoka wapi. Haijalishi Myunani wala Muya. Haijalishi mwanaume wala mwanamke. Haijalishi slave ama. Bwana asifiwe. No. Haijalishi. Kwa hivyo wacha kujiweka kategori fulani. Wacha kujiweka katika namba fulani. Namba fulani ni wewe unajiumbisha. Namba fulani ni wewe unajiumbisha. Mungu hajakuweka katika namba fulani. Sisi wote tuko katika namba moja. Bora tu umesikia na umetii. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nikuandika. Tika kuiga kirathi kina.
kugaida lake unadada kile. Uwe matajiri, uwe maskini, Mungu anakujua you are holy, righteous and perfect. Bora tu unamtii. Kwa fulani apike wali, kwako ukule ugali na sukuma, Mungu anaona kitu gani? Hivi kitu kile ninataka sana kuweza kujua. Mungu haelewi vile wewe unavyoelewa. Mungu anakuona sisi wote katika kiwango moja. Hataki kujua wewe umevaa refu wala fupi. Hataki kujua wewe unahubiri na yule hahubiri. Ndio raikwa. Mungu si wahubiri na wasiohubiri wote kwake ni moja. Haya ndio tutakaki kumwambia ama kuambiana. Sababu tunataka mtu weke hapa juu. Hapo juu weka Mungu. Hapo juu weka nani? Weka Mungu. Sisi wote kile tunafanya utii. Bwana asifiwe. Kama Mungu sikutii, kama Mungu angekuwa anaangalia, angekuwa anauliza kama vile kuna bwanangu hapa. Anauliza bwanangu, kwa sababu yeye ndiye head. Wewe niokoe bibi yako hapa niache kuniokoa. Akifika kwa watoto niwaokoe hapa kwanza. Niti unanena. Unafikiria watu wengi wangesemaje? Kwanza wachana na watoto, kwanza tuendaende nifikise miaka 5. Unaona? Lakini anaokoa hata mtoto kabla ya mzazi. Na ataokoa mzazi na kiasi ile ameweka mtoto hapo ndipo ataweka nani? Mzazi. Mahali ameweka mzazi wakati anamuokoa hapo ndipo ataweka mtoto. Kwake hakuna tofauti. Tofauti ni yako. Wacha nikwambie jambo lingine. Kama Mungu anaweza tajirisha mwali, aweze kufanya wa maida, aweze kuwa maskini, huyo sio Mungu. Mungu wa kutajirisha Lona anakosa kutajirisha Mama Sam pale, huyo sio Mungu. Mungu ana tofauti. Bwana asifiwe. Mambo ya utajiri ni bidii ya mtu. Tuko pamoja? Kwa sababu Lona akiwa akona akona bidii na Mama Sam ako kwa usingizi, wote wameokolewa katika wokovu moja, lakini Lona akona bidii ya kutafuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiangalie Mungu na jicho hiyo ya kuona ameinua huyu ameshusha huyu. Hakuna kitu kama hiyo katika Biblia. Hakuna na haita. Sisi wote tumeitwa katika mwito moja, na ule mwito ametuita nao hauna tofauti. Tumeinuliwa katika kuinuliwa kumoja. Tena ujue alisema ati kupitia mapigo yangu mmeponywa. Bwana asifiwe. Kunalingana na vile wewe utakapoamini. Ukiamini hiyo nafasi kikamilifu utaponywa. Na yule mwingine hata ulikoteka nyuma yake wa maidha, ukute yeye anaendelea tu na kung'ang'ana kwa sababu imani yake. Lakini Bwana alipeana uponyaji kwa wote. Haleluya. Ni kwa wote. Alisema nilifanyika kuwa maskini ndio muweze kutajirika. Hakusema Wasugu watajirike. Hakusema Wahindi watajirike. Wakikuyu ama Kenya wale maskini. Hakuna kitu kama hiyo. Alisema nimekuwa maskini ndio nyinyi nani uweze kuwa matajiri. Kwa hivyo hakusema tajiri ni fulani, umaskini ni wa fulani. Umaskini ni wewe unauvuta na utajiri ni wewe unauvuta. Hebu pia mwenzako hizo zote ni wewe unavuta.
Haleluya. Wewe pia unavuta kile unataka, umaskini, utajiri, wewe unavuta. Bwana asifiwe. Amen. Kila kitu tumepewa equally. Tumetoshanishwa. Grace. Mawazo ndio ninajua. Tumepewa akili, tunakuwa na akili ngapi? Mwagi? 5 senses ya. 5. Sasa wewe ndio utaweza kuinua akili zako. Bwana asifiwe. Ama usisuse. Sababu mtu asomaye kitabu Biblia na mtu asiyesoma wanatoshana. Mtu anasoma vitabu za watu wengine wale walikuwa wale matajiri wa hali ya juu, na mtu mwenye hasomi anasoma tu wakafoko na wao ndio na magia aterere moto wako lake inde kile fokiria ali wako mohoro wa ngania asio wigu aganeo ene Mercedes neo ene fegi uyani. Wakati utasoma haya maandiko na uone vile wali grow, na wewe utatamani na utajikuta katika nafasi ya kujaribu. Lakini ukiwa wewe kusoma kwako ni kwa vitabu ya stories, utakuwa katika uduni na akiona matidoma nina hatoni. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wakati mwingine tunasukugua Biblia, unasikia mtu anasema gani yenyewe huko pote ulisoma lini na unasomanga mara ngapi kwa mchana? Unashindaga kwa Biblia mara ngapi, yani masaa ngapi? Anauliza hivyo kwa sababu hasomi na hataki kuongezeka. Hataki kujua mambo ya mbinguni, anataka kujua mambo ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima uweze kujua kama unataka kuongezeka. Tafuta kile hiyo njia ama hiyo laini unataka kupitia. Hebu tafuta kile kinafanya nini? Kinainua mtu. Bwana asifiwe. Tafuta. Niligaramika sana kutengeneza wedani. Yenyewe niligaramika mamia ya pesa. Sikuwa ninajua nikakiki ya kufungua. Lakini niligaramika fedha nyingi, mamia ya pesa. Sababu nao wale walikuja kuniambia, unajua sio shida, hawana shida, si ndio? Ni kwa sababu mimi nilikuwa nataka, nao wakapata mahali pa kufanya nini? Pa kukula. Na kwa sababu nilikuwa nataka nifanye nini, sinigaramie mapesa na tingiri magana mele na mwiro. Wanajua nje ni makira au ngoma ya ndio niki. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini leo ninafurahia wedani. Nimefikia watu wengi. Bwana asifiwe. Amen. Na nitafikia watu wengi kwa sababu wedani nitaka. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yeah. Haleluya. Hata kama niligaramia, nilikuwa sasa hata siwezi kuambia nifungulieni kitu ama wanipeleke mahali wapi, sasa ninajua. Lakini kuna wakati hata sikuwa ninaingia kwa sababu sijui niguze wapi. Sijui nifanye nini. Lakini leo ninaidrive. Haleluya, ninaipeleka. Kakitu kadogo tu. Lakini wewe hauhitaji gharama, nawe hautapata kitu. Bwana asifiwe. Hautaki kugharamia, nawe hautapata. Hautaki kuomba, nawe utakuwa kanisani, maombi ya wengi yatajibiwa, lakini wewe utaona tu ni kawaida. Unajua mtu anafanyaga nini? Unakaa tu mahali pamoja. Sio ate unakosa chakula ama unakosa fedha, lakini unazunguka tu katika jambo moja.
Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ni roho shule. Na shetani ni mwovu. Shetani ni kiburi. Lakini ndio kutoka. Shetani anajua kufunga mtu mahali pamoja. Mimi najua kuna mahali tulikaa na my husband about 10 years. Abia huyo mwingine 10 years. Tukiwa tu pastors. Hallelujah. Amen. Tulizunguka mpaka wakati ule tulijua kile kisingiti tunafaa kukimoa. Akienye. Kumoa hiyo kisingiti kilikuwa ngumu. Sababu ni lazima ujue ile design na style utatumia ndio uweze kukimoa. Hallelujah. Hallelujah. Mama wa ilimo. Bwana asifiwe. Amen. Gharama kubwa. Hiyo haikuwa inahusu pesa. Haikuwa inahusu. Ilikuwa inahusu hapa. Ndio nilimwambia juzi sijamaliza hiyo topic. Mdomo wako ndio. Yacho itara ya monde mimi ya akula. Ikigereka asante na sio kile kama niwekezaje wengi. Kadwa la kuna koke. Niko gate. Mdomo wako ndio gate. Yetambulo hotelile. Na ukikosa kutambua haya, wewe ndio utafunga hiyo gate. Atakuwa tunajua. Na wakati ule unaona kunaenda kuwa uzuri, kuna mambo mengine yanakuja kutaka kumwonyesha hakuna kitu umefanya. Unakuta mengine alikuwa yanaenda vizuri, wakati huo gate zilikuwa hazifanyi kazi. Bwana asifiwe. Wakati tu unagusa zile gate, ati ndio uweze kuzifungua zipanuke. Zile zilikuwa zinafanya kazi inaanza kujinua. Ole wako sinaweza jiinulia baada ya watoto wako. Ole wako sinaweza kujiinulia baada ya biashara yako. Bwana asifiwe. Usijali, usibao. Paulo akasema, "Hii mambo mnaona tunafundisha, ndio inafanyaga niweze kupiga magoti wakati wote mbele za Mungu." Bwana asifiwe. Usikubali yale yanataka kujiinua wakati huo unang'oa kile kilikuwa kimesimama. Wacha kiweze kusimama. Hakina nguvu. Na kinajua kilikuwa kimewekwa pale ndio kiweze kufanya nini? Kuzuilia, kukufunga macho. Haleluya. Kitakuja wakati hiyo milango itafunguka, kitakuja kuwa sawa. Amen. Nyoraigua. Kitakuja kuwa sawa, usijali. Bwana asifiwe. Amen. Ni mambo mengi sana. Hata kuna mambo uliombea miaka 10 imekwisha na mpaka wa sasa hujaiona na ilisikiwa. Bali kuna kizingiti ya Isabaia. Na ndio unaona Isaiah 45 mstari wa 2 inasema, hebu soma huo mstari. Nitaenda mbele zako. Wakati ule utaweza kutambua huo mstari. Kwani utafurahi namna gani? Isaiah 52. Isaiah 45. 2 and 3. Isaiah 45:2. I will go before thee and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. 3. And I will give thee the treasures of the darkness and hidden riches of secret places. And thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am God of Israel. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whom right hand I have holden,
and subdue nations before him. I will loosen the loins of king to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Hallelujah. Hebu sikiliza watu wa Mungu. Anaambia haya ndio Bwana amwambiayo Koresi, mashiri wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata milango hayatafungwa. Bwana asifiwe. Nani huyu? Alikuwa anaambia Silas. Hallelujah. Kwa hivyo milango ya Silas ilikuwa closed ama ilikuwa open? Na akasema ni yeye atamfanya nini? Hapo kwanza. Bwana asifiwe. Akasema atamshika mkono wake wa kuume. Anashika mtu ako tayari ama mtu asiye tayari? Tujibu tukifikiria. Huyu Silas amejitayarisha ndio waweze kuandamana, ama Mungu anaenda kumtafsiriria? Ako ready ama hayuko ready? Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Ndio, kwa sababu kwa nini Mungu anasema nitakuwa pamoja, yani nitakushika mkono? Sababu milango yote ya Korasi ilikuwa mdomo wake haukuwa na sauti. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati tu Silas aliweza kusimama katika mwanya na akaweza kutii mamlaka ya Bwana, Mungu akasema namba 2, acha nisome. Akasema ati nitakwenda mbele yako na kupasawashisha mahali palipo paruswa. Nitavunja vipande milango ya shamba na kukata mapingo ya chuma. Bwana asifiwe. Hebu nikuulize my dear, anaongoza mtu aliye amemtii ama anaongoza mtu wa yani kwenda kwa kusukumia? Mtu ako tayari. Bwana asifiwe. Alafu nitakwenda mbele yako. Wakati tu alionyesha moyo wake, niko ready. Hallelujah. Niko ready. Na hebu tazama uone, kuna kitu Koresi anaambiwa afanye? Kuna kitu Koresi anaambiwa afanye? Hapana. Ni nani anasema nitafanya? Ni yeye, Mungu. Kwa sababu umetii, kwa sababu umejitoa, anakuambia sasa nitakuongoza, nitaharibu. Haleluya. Nitakwenda mbele yako na kupapashushisha mahali palipo parusha. Nitavunja vipande. Ni nani atavunja? Ni Silas ama ni God? Ni God. Kwa hivyo tuko katika nafasi ya kutopatana na majibu ya maombi yetu, kutopatana na baraka zile tunazo sitamani, sababu ni kusukumwa. Tunasukumwa. Si unaona hata anamwambia nitaenda mbele yako. Si wewe wa kusukumwa. Akienda mbele yako utafanya nini? Utarudi. Asiyegalia mbona tuza? Yes. Kumbe wasokirio hiyo. Hallelujah. Wewe unaacha. Akasema mahali palipo parusha nitavunja vipande milango ya shamba. Unasikia ni milango gani? Si milango ya mbao, si milango ya makaratasi, milango ya shamba, milango ya sumanebo.
Gĩkũyũ nĩguo kiugaga ndũkĩthome. Andũ amendaga kũigua na nĩ mangenagia no matikaigue tu tajitorĩa ta Job mone thoma. Nĩ niĩ ngathiaga mbere yaku nakuo kũndũ kũrĩa kwĩna tũthũngũri nĩngakwaraganithia wega. Unasikia ati mahali popote kuna tũthũngũri, mahali popote unaweza inua mguu wako kiasi tu kidogo, Bwana atafanya nini? Atakuwa ametayarisha, atakuwa ametengeneza. Halafu ona mĩrango ya icango ndĩmiunangithie tũcunjĩ. Milango ya ishango yote ameunangithia tũcunjĩ. Kwa hivyo hata hakuna vile hiyo milango inaweza chukuliwa kurudishwa ama kuchomwa. Ni kitu kimeharibiwa. Ndio kana muranyita. Haria kuruga Mungu agutongoreria gutire kindu ona kimwe gikaruga, maana nikio ngwiririo kiambiriria. Wakati unapofika katika nafasi ya kubomoa jambo lolote lile katika maisha yako, hata ikuja ingine inukie pande ile, wache kutazama ile iko pande ile. Ile imekuja kukuvuta ndio uangalie nyuma. Haleluya, tamutumia waroti. Usiwe kama bibi ya Rutu. Aliangalia nyuma kuangalia utajiri ule aliacha nyuma, naye akafanyika mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Please, wakati umeamua kufanya jambo, kuna vitu nyingi sana zinainuka katika maisha yako, lakini kumbuka amesema nitaenda mbele zako na chochote kile kimejiinua ni mimi nitakifanya tabarare. Ule kumeingia chini ni mimi nitafuta kuweze kuwa straight. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuingia katika kazi ya Bwana ni kuwa mpumbavu. Abia huyo mwingine ni kufanyika kama mpumbavu. Kufanyika kama mpumbavu. Kufanyika kama mpumbavu. Na kwa sababu sisi ni wenye hekima, hatuwezi elewa Mungu anatuambia tufanye nini. Kwa hivyo hata wakati utatajirika, nini utakutana nayo mbele yako na milioni 5 sikiwa kwa mfuko? Mulima. Nani ataweza kupapazusha? Nani? Una uwezo gani wa kuweza kuondoa huo mulima mbele yako? Hauna. Yeye anasema yeye ndiye atafanya. Kwa hivyo anajua hauna uwezo wowote, hauna nguvu zozote, hauna mamlaka. Unasifiwe? Amen. Alafu nitavunja kipande milango ya shamba na kukatakata mapingo ya chuma. Yeye ndiye anajua style ya kukatakata, kuvunja. Wewe hauna style. Haleluya. Hauna style. Wacha nikuonyeshe. Alafu anakuambia wakati amevunja, wakati ameharibu. Mstari wa 3 anasemaje? Naona, hebu ona, umefichwa mambo ya ajabu sana na hauwezi ipokea mpaka wakati ule utaelewa na utambue siri ile imefichwa ndani ya maandiko. And I will give thee the treasures of darkness. Yeah. And hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by thy name, am the God of Israel. Wewe utatambua na utajua ni nani alivunja na ni nani aliondoa chochote kile kilikuwa mbele yako, kwa sababu sasa wakati ule atamaliza hiyo kazi mbele yako, utaingia mahali penye giza. Haujamaliza giza. Wakati utakapoingia huko, macho yako itaona kama, haleluya, kama kuna taa kule gizani. Sababu
anasema ya kwamba nani nitakupa hazina za gizani, hazina za gizani. Hazina haungeweza kuzipokea, vitu haungeweza kupokea, amani ya watoto wako haungeweza kuwa nayo, ama wao wakuwe nayo. Haleluya! Amani ya bwanako hangeweza kuwa nayo, afungue njia na hata milango ya biashara yako ile wewe haungedhani. Na unadekundira ndo ugotindaga hefrani kari kama kitorire atema chele tutuge ne joki fulani jere mudi maga kuore uko gibe no rameta asa ile joki utire ni ukinyaka ile takau ukadirikania mundu hedi. Lakini itafika wakati sasa yeye ndiye atakuwa akiwaambia enda, nitakufungulia, nitakupa hazina zimefichwa gizani. Macho yako itaona gizani kama mahali kuna nuru, na mbeleni ulikuwa unaona giza tu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ati hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Vitu vimefichwa sirini, indo cirithĩtwo thĩinĩ wa Kristo, utonga uria ũhithĩtwo thĩinĩ wa Kristo. Bwana asifiwe. Utajiri ule umefichwa ndani ya Kristo, ndio huo sasa utapewa. Haleluya. Utafanywa kuwa holy, perfect and righteous. Bwana asifiwe. Ukiwa hivyo, kama atakutakasa, kama atakufungua, nini utahitaji ukose? Na neno linasema, hebu soma katika 1 John 3 mstari wa 22. 1 John 3:22. And whatsoever, 1 John 3:22. Soma. and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his eyes. Bwana asifiwe. Ati wakati utakaposimama katika ule mwanya wa mahali tumetoka, 22 itafanya kazi katika maisha yetu. 22 itafanya kazi. Anasema ya kwamba na lolote twaombalo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu una shaka, yeye anayekuongoza hana giza. Yeye anayekuongoza hana giza kamwe. Ndani yake ni nuru. Haleluya. Na mali yote imefichwa ndani yake. Kwa hivyo hakuna kitu utakosa chochote unachokihitaji kama atina lolote tuombalo twalipokea kwake. Lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twashika amri zake. Haleluya. Yes. Na kuyatenda yapendezayo machoni yake. Kauduka nini tu botea, jambo kidogo tu, kukubali kuongozwa, kukubali kukaa chini, kukubali kufanya kazi ya Mungu kulingana na vile inavyohitajika. Nawe hakuna wakati utang'ang'ana katika maisha yako, sababu utajiri wote umefichwa ndani ya Kristo. Utapewa. Na ule utajiri umefichwa ndani ya Kristo, uko na vyote vile unavyosihitaji katika maisha yako ya rohoni na hata ya mwilini, kwa sababu utafuteni ufalme wa Bwana wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine ni gani? Si haya ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Yale mengine ni ya ulimwengu. Haleluya. Kwa hivyo tunashinda tuking'ang'ana, tuang'ang'ana bure.
wasipokuelewa na kutambua ya kwamba wewe ndiye umefunga your mouth gates. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ndiye umefunga mouth gates. Na utambue hivi, kitu chochote cha kufanywa na mtu hakuna wakati kitakusaidia. Lakini jambo lolote utafundishwa na mtu, usielewa hapa. Kitu chochote utapewa na mtu ama utafanywa na mtu hakitakusaidia. Lakini jambo lolote utatoa kwa yule mtu, Bwana asifiwe, ikiwa knowledge, ikiwa wisdom, uweze kuunderstand mambo yale yote kwa sababu kuwe na knowledge na kuwe na wisdom lakini hauna understanding ni bure. Understanding ndio inamata. Wakati utakuwa understand mambo yale kwa sababu umesikia, umesoma, umeelewa, hiyo kitu itakusaidia. Mtu mwenye hekima hatakagi kupewa fedha. Bwana asifiwe. Ama wacha nirudie hii. Mwenye hekima hatakagi kupewa chakula. Mwenye hekima anataka nige mundu muge endaga ne irio kana ne mote. Bwana asifiwe. Ni shamba ama ni mavuno ile inamea kwa sababu ya mwenyewe? Ni shamba. Bwana asifiwe. Ndio mwenye hekima. Hautafurahia nyumba ya mwenyewe. Nataka kukwambia hivi mchana wa leo, usifurahie ministry hii yetu. Bwana asifiwe. Furahia ministry ile iko ndani yako inakuwa hapa. Ni mraigwa kukuia grow ukiwa hapa. Mwadhani ya roho show. Furahia vile your ministry ina grow hapa. Hallelujah. Lakini watu wengi wanakuwa wapumbavu na wajinga. Wanafurahia ministry za wengine lakini zao wamelalisha. Hallelujah. Amen. Yani wamelalisha mambo yao. Badala ya uweze kujua Kristo alikaa na wale wanafunzi miaka ngapi? Miaka 3.5. Na baada ya kuachwa na Christ, ni wao tunakumbuka sana ama ni Christ? Tunakumbuka kazi ile walifanya kumbidia nani? Christ. Leo hii hatusemi Yesu alitufundisha. Tunasema mitume, Paul, Peter, James. Bwana asifiwe. Lakini hiyo hekima walitoa wapi? Kwa Christ. Na wewe usipokaa chini uelekezwe na ukubali ministry iko ndani yako iweze kuinuka, na kwambia mtu wa Mungu utakuwa mjinga tu. Utakuwa mjinga tu. Yule akona nini? Yaani anaelekeza mtu. Anamwelekeza na kwa sababu ya upumbavu hata halipwi. Unapatia mtu, yani unakaa chini. Unamwambia unajua ukifanya hii kazi, ukipeleka hivi, vile na hivi, na uandike watu fulani. Na wewe onadari kila kitu kingine. Na ndio wala hayana kitu. Bwana asifiwe. Wacha kile kiko ndani yako kikusaidie. Wacha usaidike na kile kinachomea ndani yako. Haleluya. Kile kinapandwa ndani yako ndio kiko na msaada mkubwa sana. Sababu si lazima ukae katika nafasi moja. Unaweza toka katika hii nafasi na uingie nyingine na ufaulu kama vile ulikuwa umefaulu na ya kwanza. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes.
Ndio kukina magia. Tukigoi. Golia. Kuri rubashika. Matame tutinda jana no tira jomba no wewe. Na tutakiriga no nale ndamta ko damu jere kumenya gato ndoira igwa. Tondutha ainde no. Nate. Na pingi muno ngomenya ni mwathani. Tuko pamoja. Please. Kubariki kuamka ni sitaki kupita hapo ni kubwa lakini wacha kwanza leo nifike hapo. Kubariki kutembea na wanaotaka kutembea. Bwana asifiwe. Lakini wewe unasikia utakaa chini na wale wanataka kukaa weka. Kama unataka kuburuka na wale wanataka kuburuka, please fungua mabawa. Fungua mabawa. Uburuke. Na kama hautaki, kaa wapi? Kaa chini. Usimame. Pendo wa Bwana umenitangulia. Pendo wa Bwana umenitangulia. Upendo wa Bwana umenitangulia. Kweli kweli umenitangulia. Upendo wa Bwana umenitangulia. Upendo wa Bwana umenitangulia. Upendo wa Bwana umenitangulia. Kweli kweli umenitangulia. Na nguvu za Bwana zimenitangulia. Na nguvu za Bwana zimenitangulia. Na nguvu za Bwana zimenitangulia. Kweli kweli zimenitangulia. Ushindi wa Bwana umenitangulia. Ushindi wa Bwana umenitangulia. Ushindi wa Bwana umenitangulia. Kweli kweli umenitangulia. Kila mmoja wetu anajua kweli rehema za Bwana zimenitangulia. Ushukuru Bwana, umuinue Bwana, umtukuze Bwana ni kwa sababu kweli kweli kabisa hekima ya Bwana imetutangulia. Uponyaji wa Bwana umetutangulia. Kila kitu chake, utajiri wake umetutangulia. Hebu mshukuru kwa dakika moja, mwambie anastahili ni kwa sababu ametangulia maisha yetu, ametutangulia katika yote. Amefanya tukaweze kuona vyema, macho yetu ya rohoni, masikio yetu ya rohoni, kazi yote ya rohoni inafanyika ndani yetu ni kwa sababu ya upendo ulio ndani yake. Liko shamba moja zimanze tena pale. Hote zimanze tena pale kwa jamani sana baganda na baboseko zimanze tena pale. Asante Yesu Bwana wetu, Mungu wetu, umetutangulia katika yote Bwana, umetutoa katika kifo, umetutoa katika hali yoyote ile. Liko jamani sana bagori ya grace tena pale kwa bagora. Ruparishe tena pale kwa makanto liko ya nifasi. Kuri afishana baganda na baboseko zimanze tena pale. Wewe ni Mungu, wewe ni mwenye utukufu, nifanye tena pale. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wacheni tuweze kuomba pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, umejaa nguvu na mamlaka. Asante kwa sababu umetutoa mbali kufika mahali tumefika, tumeuona mkono wako. Jehova, wewe ndiye Mungu wetu na wewe ndiye mfariji wa mioyo yetu. Umetupa nguvu na uwezo na mamlaka Bwana kwa kutuweza na kutueleza ya kwamba ati kuna mahali tulikuwa, sasa Bwana ndio wajie na umetutoa. Tulikuwa gizani Bwana, tulikuwa utupu, tulikuwa ukiwa na tulikuwa Bwana ndio wajie watu hawangeweza kutembea, ni kwa sababu mbele yetu kulikuwa Bwana mfalme na milima, mbele yetu kulikuwa na milango ya shamba, mbele yetu kulikuwa Bwana ndio wajie na
nitakushika mkono wewe kurushu, na nitakuongoza na nitapaparusha yote yale yamesimama mbele yako. Nitaondoa hali yoyote ile ilikuwa inazuilia wewe uweze kueleweka wala kusimama katika moyo wako. Asante Mungu wetu ni kwa sababu ya hiyo baraka. Asante Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu ya hiyo kazi umetufanyia. Umetutoa katika kifo, mfalme wa ajabu. Tulitangulia na kujua hayo yote. Ulitutoa katika kifo, ukaweza kutupa rehema Bwana Jehova Jire kwa pendo lako mtakatifu. Ile haingeweza kutambulika na mtu yeyote yule, lakini kwa pendo lako Bwana ukatusamehe dhambi na ukatuchagua mfalme wa ajabu, na ukatuita watu Bwana Jehova Jire walio na kibali katika uso mbele yako mtakatifu. Katika jina lako Yesu Kristo tunakuinua na tunakutukuza. Umetuponya magonjwa yote, umetufungua Bwana Jehova Jire na mambo yote yale yalikuwa yametufunga. Sasa Bwana umetuelekeza kulingana na vile upendavyo. Tunakuinua na tunakutukuza wewe Bwana, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Bwana mbariki mkikaa chini na mmebarikiwa tayari. Sasa ni wakati wa kuchukua